Mkuu wa wilaya ya Mbeya Solomon Itunda amewataka madereva wa bodaboda katika jiji la Mbeya kuzingatia sheria za usalama barabarani ili kupunguza ajali, huku akiwahimiza kushiriki kikamilifu katika kulinda amani na usalama wa wilaya kwa kutoa taarifa za uhalifu kwa vyombo vya dola. Itunda ametoa wito huo wakati akishiriki mkutano mkuu wa madereva wa bodaboda wa jiji la Mbeya uliofanyika katika viwanja vya kikosi cha kutuliza ghasia FFU mkoa wa Mbeya, ambapo amesisitiza madereva hao ni wadau muhimu wa maendeleo katika nafasi yao ya kukutana na wananchi wengi kila siku. Kwa upande wao, madereva wa bodaboda wameahidi kuendelea kushirikiana na serikali katika kuzingatia sheria za usalama barabarani, kutoa taarifa za uhalifu kwa wakati na kushiriki kikamilifu katika jitihada za kuimarisha amani na utulivu katika jiji la Mbeya. Kwanza ni kuwapongeza kwa kuamua kujiajiri. Mnaendesha maisha yenu, watoto wanaenda shule, wanakula, wanavaa, lakini pia na kuwasaidia wazazi na wale wengine wanaotutegemea kwa sababu ya kazi hii mnayoifanya, kazi ambayo mmekaa mkatafakari mkaamua kujiajiri wenyewe. Naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya serikali kuwapongeza sana. Lakini pili, kuendelea kudumisha amani katika wilaya yetu, katika jiji letu la Mbeya. Kwa muda mrefu ambao nimekuja hapa zaidi ya mwaka sasa, pamoja na changamoto ndogo ndogo, lakini bado jiji letu limeendelea kuwa na amani. Na mimi naamini kwa kazi yenu hii mnakutana na watu wengi. Mnabeba watoto wa shule, mnabeba wazee, mnabeba vijana, mnabeba kina mama na kadhalika. Mmeendelea kudumisha na kuimarisha amani katika jiji letu la Mbeya. Lakini tatu, kwa asilimia kubwa mmeendelea kutii sheria bila shuruti. Nimemuona afande mko mnazungumza naye kiurafiki kabisa, na kwa kweli nitumie nafasi pia kulipongeza jeshi la polisi kupitia OCD wangu pamoja na timu yangu. Endelea kwa walezi wa vijana hawa. Tunafahamu sheria zipo, lakini nimekuwa karibu zaidi na wao, na haya yamedhihirishwa na speech yako pamoja na ya afande hapo. Na sisi kama serikali tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba biashara yenu hii mnayoifanya inastawi. Lakini kuna mambo nilitaka kuyakazia kidogo. Jambo la kwanza, tuhakikishe kila mmoja wetu anapata leseni. Na afande amesema hapa tumetengeneza utaratibu ule mahususi, na mimi nikazie pale ulipoishia. Kama tuliweza kuzungumza na watu wa VETA kwamba vijana wetu hawa wapate mafunzo ya muda mfupi kwa shilingi 50,000, bado na waahidi kama mkuu wenu wa wilaya, mkuu wa serikali, tuna uwezo wa kuzungumza nao tutoke pale tulipo sasa 50,000, ikiwezekana tushuke mpaka shilingi 40,000. Lakini pili, tuendelee kukata bima kila mmoja wetu kwa ajili ya usalama wa maisha yetu. Tatu, tuendelee kuzingatia na kufuata sheria za barabarani. Ni pamoja na kuangalia taa zetu zinazotuongoza, ni pamoja na kuangalia zebra, yale maeneo ambayo sheria inawaruhusu watu wapite kwa miguu, tuwaruhusu watu wapite kwa miguu. Ni pamoja na kutobeba watu wengi kwenye chombo kimoja cha usafiri. Kwa kufanya hivyo, itatusaidia kuendelea kupunguza ajali katika jiji letu la Mbeya, lakini katika wilaya yetu ya Mbeya. Nafahamu leo, kwa mujibu wa taarifa niliyoipata kutoka kwa viongozi wenu, mnaweza kutangaza rasmi tarehe ya kufanya uchaguzi. Hayo sitaki kuyasema sana, lakini rai yangu kwenu, mnapoenda kujadiliana, mjadiliane kwa amani. Na mimi naziona fursa nyingi sana katika jiji letu la Mbeya. Wapo vijana wenzangu ambao sasa wanakopa pikipiki kwa mkataba wanalipa zaidi ya milioni 5. Jiji letu la Mbeya tumeendelea kutoa mikopo
na mwaka huu wa fedha tumetenga zaidi ya shilingi bilioni 3 mikopo ile ya 10%. Nilikuwa nafanya hesabu na afisa tawala pale kwamba ukifanya hesabu ya haraka pikipiki hizi za milioni 2,500,000, pikipiki 100 ni milioni 250. Pale tumekopesha vijana fulani ambao wamejenga shule kule Iwambi zaidi ya shilingi milioni 750. Tamaa yangu kupitia mkutano huu, mtakapokaa na kukubaliana kwa namna mtakavyoona inafaa, mnafanya uchaguzi, mnaopata viongozi wenu, timu yenu ya viongozi mtakayoipata waje haraka sana ofisini kwangu.